Naam, karibu tena Ngale Sports kwa mara nyingine. Leo tuje tuiangalie ama tuizungumzie mali mpya mjini, balaa jipya mjini Libase Gue, mchezaji wa Simba raia wa Senegal. Nilikuelezea majuma kadhaa yaliyopita kuhusiana na sifa zake, nikakwambia huyo Libase Gue ni mtu ama ni mali, na muda umekuwa hakimu wa kweli. Tumemshuhudia Libase akifanya makubwa kwelikweli katika michezo michache ambayo amepata nafasi ya kucheza mpaka sasa kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Kwanza ni kupitisha kwa mara nyingine katika baadhi ya maeneo ambayo amepita Libase Gue, alafu tuje kuangalia ni namna gani ambavyo ameonyesha kuwa na uhatari mkubwa kwenye kikosi cha Simba ambacho kimeingiza maingizo 7 mapya kwa dirisha dogo la usajili. Yes, Libase amekulia katika nasema ile academy ya Dayambas. Dayambas ni academy maarufu nchini Senegal. Senegal kuna academy mbili mashughuli kweli kweli. Hiyo Dayambas pamoja na Generation Foot ambayo imemtoa nyota ama star mkubwa kabisa barani Afrika, Sadio Mane, ndio ambaye ametokea katika hiyo academy ya Generation Foot, lakini huyu ametokea kwenye hiyo academy ya Dayambas. Yes, ni baada ya hapo akaenda kufanya trial majaribio kwenye kikosi cha Valencia kule nchini Hispania, akapata nafasi ya kuingia kwenye kile kikosi cha wachezaji wenye umri chini ya miaka 19, lakini mambo hayakumwendea vizuri, akashindwa ama dili halikukamilika, akajikuta ameingia kwenye ligi daraja la 3 kwenye kikosi cha Pontevedra, ambapo nako pia mambo hayakumwendea vizuri na akapata jeraha la mkono, akasababisha kukaa nje kwa muda fulani, lakini kambi yake kaamua sasa kuachana kabisa na masuala ya Ulaya, akarejea zake nchini Senegal na akapata kuanza maisha yake katika klabu ya Teungueth ya pale pale nchini Senegal. Yes, Teungueth ni miongoni mwa timu maarufu pia nchini Senegal ambazo zimetoa nyota wengi ambao sisi tunawafahamu pengine kwa kucheza ligi ya hapa, lakini kujihusisha pia na ligi ya hapa nyumbani Tanzania. Alipita hapa aliyekuwa kocha wa Azam FC Yusuf Dabo, alikuwa ni miongoni mwa makocha ambao walifanya kazi kwa weledi wa hali ya juu, lakini kwa mafanikio makubwa ya kutoa wachezaji wengi sana vijana kwenye hicho kikosi cha Teungueth. Lakini pia wachezaji kina Maliku Ndoye wamepita hapo, kina mchezaji wa zamani ambaye alipita Simba pia aliyepata tuzo ya goli bora la CAF, hapa namzungumzia Pape Osman Sako, ni miongoni mwa nyota ambao pia wamepita katika hiyo klabu ya Teungueth, ambapo tumeshuhudia wakija hapa katika ligi ya Tanzania wakicheza na kufanya vizuri. Jibril Sila alipita pia katika hicho kikosi ambaye alikuwa nyota wa Azam FC, alikuwa na wakati bora sana. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo timu ambayo Libase Gue ametokea ni timu ambayo imetoa nyota wengi ambao pia walikuja kufanikiwa kwenye ligi ya Tanzania. Yes, baada ya hapo tumemuona huyu Libase kwenye michuano ya CHAN ambayo ilifanyika hapa kwenye Mwamvuli wa Pamoja Bid, ambao ilikuwa ni Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, na alikuwa ni miongoni mwa nyota ambao alikuwa na performance bora sana. Bila shaka Simba alimuonea hapo. Okay, hiyo ni historical ama ni background ya Libase, lakini Libase amekwenda kuongeza kitu gani kwenye kikosi cha Simba Sports Club mpaka leo hii? Ni kuambia ama nikuthibitishe kwamba huyu jamaa ni mali. Yes, huyu ni winga wa pembeni, anaweza kucheza winga wa kushoto ama winga wa kulia. Anatumia vizuri sana mguu wake wa kushoto, na tangu amejiunga na Simba amekuwa akihudumia katika eneo la winga wa kulia, na moja ya performance yake ambao watu wengi watakuwa wanaenda kuzitazama kwa ubora mkubwa sana, mchezo wake wa kwanza ambao alipata nafasi ya kucheza dhidi ya Mashujaa. Simba ilishinda magoli 2-0. Goli moja lilifungwa na Libase, likokota mpira, alipokea mpira kutokea pembeni hivi, akaudribble mpaka eneo la ile ncha unasema ya 18, akasogea kidogo, akakevu na kumchungulia mlinda mlango, akafunga moja ya goli bora sana, goli ambalo bila shaka mpaka sasa linawania pia tuzo ya goli bora la mwezi wa kwanza kwenye zile tuzo za TPLB kwa maana ya bodi ya ligi. Sasa
Kibu Denis ameondoka kwenye kikosi cha Simba na moja kwa moja tunamuona Libase Gay akiendelea kupata nafasi kwenye eneo la ushambuliaji ama kiungo mshambuliaji. Lakini mbali na yeye kuja kuongeza kwanza idadi ya namba ama nafasi katika eneo la winga wa kulia, lakini amekuja kuongeza takwimu kwenye wakati wa kucheza. Amekuwa na wakati bora sana kwenye kokota mpira, kwenye kufunga. Tunavyozungumza na michezo miwili ya ligi kuu na magoli mawili tayari, ikiwemo goli lingine ambalo alifunga jana dhidi ya KMC. Lakini sio tu hivyo, ameonyesha ubora mkubwa sana kuiamua mechi kwenye mabega yake kwa aina ya magoli ambayo tumemwona akifunga mpaka sasa. Maana yake kuna siku mtaamka asubuhi kama timu mtakuwa hamna wakati mzuri, mchezaji mmoja anatakiwa kuthibitisha kama yeye ni mkubwa ama yeye ni bora miongoni mwa walio bora, aibe timu katika bega yake. Hiyo kitu ameonyesha Libase Gay kwa aina ya magoli ambayo amefunga. Ni yale magoli ambayo anatumia uwezo mkubwa sana binafsi ili kuthibitisha ubora wake na kuonyesha kitu gani ambacho anaweza kuofa katika hilo eneo la winga wa kulia. Lakini sio tu hivyo, wajaribu kuangalia uhatari wake kwenye kokota mpira, namna ambavyo anapasia, namna ambavyo anaongezeka katika eneo la juu ama kwa maana kwenye box. Amekuwa na ofa kitu kikubwa sana kwenye ule mstari wa juu wa Simba wakiwa wanakwenda kushambulia. Lakini ukiachana kufunga, ni nyota ambaye anafanya upande wa kushoto wa timu pinzani usiwe na wakati mzuri wa kwenda kushambulia, kwa sababu yeye muda mwingi anailazimisha safu ya ulinzi ya timu pinzani ama safu ya upande wa kushoto wa timu pinzani wao wanalinda zaidi kuliko kwenda kushambulia, kutokana na ubora mkubwa ambao ameuonyesha. Yes, tumemshuhudia. Unaweza kusema KMC ni timu sio ambayo iko mkiani ina haina wakati mzuri kwenye ligi kuu, lakini vipi kuhusiana na Mashujaa ambao wanaweza kutoa mechi bora pengine kiwanjani? Alifanya hivyo, lakini pia sio kufanya hivyo, akafunga goli kwa uwezo wake. Tafsiri yake kwenye hii Simba ya asali na maziwa ambayo inatengenezwa chini ya Steve Barker, miongoni mwa nyota wa kuchungwa na kutazamwa ni Libase Gay ambaye namba zake zimeonekana kuwa nzuri, lakini pia performance yake imeonekana kuwa bora. Kitu kingine cha ziada kuhusiana na Libase, ana nguvu. Sio mchezaji ambaye ukimgusa kidogo tu labda ataanguka, ama ukimgusana kidogo tu labda unasema utamshinda kwenye chakula. Ameonekana kuwa fit sana katika hilo eneo, kitu ambacho ni faida, kwa maana ya sio mchezaji ambaye atakuwa anachelewesha baadhi ya vitu au baadhi ya matukio kiwanjani timu ikiwa inamiliki mpira ama inakwenda kutengeneza shambulizi. Lakini pia namna ambavyo ameweza kukop na mazingira kirahisi zaidi. Simba wameingiza wachezaji 7 kwa dirisha dogo, lakini miongoni mwa nyota ambao mpata nafasi ya kuanza kikosi cha kwanza na wameonyesha kama vile wana miezi kama 3 au 4 kwenye ligi kuu au miezi 6 au mwaka mzima kwenye ligi kuu, Libase ni miongoni mwao kwa sababu ya performance aliyoonyesha. Haonekani kama mgeni, ameonekana kushinda hila pia za nje ya uwanja kutokana na matukio mbalimbali ambayo iliwahi kutokea hapo kabla. Lakini ni nyota ambaye unasema Simba wananufaika naye kwa sababu ya kuto kuonesha hofu na ugeni kipindi ambacho yeye anahitajika kuthibitisha huo ubora kiwanjani. Na ukiachana faida ya magoli, pengine labda faida ya kupasia, hiyo kiufundi anaweza anaofa kitu kikubwa sana ambacho nishakizungumza kabla, kwamba kuonesha uhatari kiasi ambacho safu ya upinzani lazima rudi nyuma kusubiri mara mbili zaidi. Lakini sio tu hivyo, amekop kirahisi kwenye mazingira ya kucheza na wengine ambao pia nao ni wageni. Unajua, unaweza ukasema labda timu kwa wachezaji 11, labda katoka mchezaji mmoja ndo kaingia yeye. Safu ya ushambuliaji ya Simba inaongozwa na viungo 3 washambuliaji. Katika huo mstari wa watu 3, Libase ni miongoni mwao na wote pia ni wapya. Cletus Chama utamgusia pia Anicet Ora ambaye anapata nafasi ya kucheza, lakini namna pia ya kukop na mshambuliaji wa mwisho kwa maana labda Selemani Mwalimu ambaye amepata nafasi mara nyingi zaidi hajaonyesha hiyo hali ya ugeni ama hali ya upya kwamba angehitaji muda mwingi kumeza pressure ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Amethibitisha. Bila shaka nikwambie tu kwamba nikuthibitishe kwa mara nyingine, huenda tukashuhudia magoli mengi mazuri yakifungwa ya uwezo binafsi ama ya kitimu kutoka kwa Libase, lakini pia performance ile ya kiwango cha lami ama kiwango cha juu kutoka kwa Libase Gay. Libase ni mali. Simba walilenga sehemu sahihi kabisa kwenda kuchukua winga ama nyota wa namna hiyo. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Ngale Sports, kuna mengi ya kuendelea kujuzana na kufahamishana. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa, lakini kama tayari basi mwambie mwenzako kwamba huku Ngale Sports
kuna uchambuzi wa matukio mbalimbali ya michezo ikiwemo ligi na wachezaji ambao wataperform vizuri kwenye ligi na matukio bora, pengine hapa na michuano labda ya Afrika. Mwambie mwenzio, go and subscribe now.